Waziri Mkuu wa Uingereza Starmer amesema Uingereza haitaunga mkono hatua za Marekani kuzuia mlango bahari wa Hormuz. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema nchi yake haitaunga mkono au kushiriki katika uzuiaji wa bandari za Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Hatua pia imekosolewa na washirika wengine wa Marekani. Hataungi mkono uzuiaji huo, Starmer alikiambia chombo cha habari cha BBC siku ya Jumatatu, na kuongeza kuwa Uingereza itavutwa kwenye vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Starmer alisema ni muhimu sana kufungua tena mlango huo wakati wa amani. Karibu 20% ya mafuta duniani hupita kupitia njia hii muhimu ya kimkakati inaunganisha Ghuba na Bahari ya Hindi. Ni maoni yangu kuwa ni muhimu sana kuufungua mlango huu na kuufungua kikamilifu. Tumeweka juhudi zetu zote katika wiki chache zilizopita na tutaendelea hivyo, alisema kiongozi huyo. Starmer ameendelea na kusema kuwa Uingereza itajiunga na vita, huku akiwa mwangalifu kumkosoa Trump moja kwa moja kuhusu hatua zake katika vita. Msafara kupitia mlango huo wa meli umezuiwa kwa takribani muda sana tangu kuanza kwa vita. Iran imeruhusu tu meli zinazohudumia nchi rafiki kama China. Starmer alitoa tamko lake wakati jeshi la Marekani lilipotangaza kuwa litazuia meli baharini. Uzuiaji utatekelezwa bila upendeleo dhidi ya meli za mataifa yote zinazoingia au kutoka bandarini na maeneo ya pwani ya Irani, ikijumuisha bandari zote za Irani kwenye Ghuba ya Arabia na Ghuba ya Oman. Jeshi la Marekani halitazuia meli zinazopita mlango wa Hormuz kwenda au kutoka bandari zisizo za Iran. Katika chapisho refu kwenye mitandao ya kijamii Jumapili, Trump alisema lengo lake ni kusafisha mlango huo kutokana na mabomu na kuufungua tena kwa meli zote, na Iran haipaswi kuruhusiwa kufaidika kwa udhibiti wa njia hiyo. Wakati huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kuwa Ufaransa na Uingereza zitafanya mkutano katika siku zijazo unaolenga kurejesha uhuru wa usafiri baharini kwenye mlango huo. Macron alisisitiza kuwa juhudi zote za kidiplomasia zisipunguzwe ili kufikia mwisho wa kudumu wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Washirika wengine wa Marekani pia walikosoa hatua za Trump, ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi wa Hispania Margarita Robles, ambaye alisema uzuiaji wa majini uliopangwa hauna maana. Mshirika mwenzake wa NATO Uturuki alisema mlango wa Hormuz unapaswa kufunguliwa haraka iwezekanavyo, mbinu za kushawishi zitumike na mlango ufunguliwe haraka iwezekanavyo. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan aliambia shirika la habari la serikali. China, ambaye ni mpinzani mkubwa wa Washington na mwagizaji mkubwa wa mafuta ya Iran, pia alikosoa mpango huo. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu ya kimataifa ya biashara ya bidhaa na nishati, na kudumisha usalama, utulivu na mtiririko usio na kikwazo ni maslahi ya pamoja ya jamii ya kimataifa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje akihimiza Iran na Marekani kutoanzisha tena vita.